ziko 4 hutuba za sunna. Kasema hutuba ya kwanza tulisoma ni ile inayohutubiwa siku ya Arafa, lakini ya pili kama tunakumbuka ilikuwa ni hutuba ya siku ya 7, yani mwezi 7 katika Dhulhijja, ambayo hii inahutubiwa pale katika Kaaba baada ya swala ya dhuhuri. Lakini tulisoma pia hutuba ya 3, hii inahutubiwa siku ile ya kuchinja. Na leo tunaondokea warabia, hutuba ya 4, yauma an-nafar al-awwal, inahutubiwa ile siku ya kuchawanyika ya mwanzo. Yauma an-nafar al-awwal, siku ya kuchawanyika ya mwanzo. Kwa hadithi, na katika hadithi imekuja sunanun wa adab, au fil hadithi, katika hadithi hii tulioisoma hapa nyuma, ambao hadithi ndefu inazungumzia hija Mtume, ndani ya hadithi hile sunanun, kuna sunna nyingi sana mbe zinaonyeshewa, wa adabun, na pia kuna adabu nyingi za hija. Minha, miongoni mwa sunna hizo na adabu hizo, kwanza an yaj'ala adh-dhihab ila al-mawqifi, anatakiwa an yaj'ala adh-dhihab, awe yule mwendaji ila al-mawqifi, anayekwenda pale katika sehemu ya kisimamo Arafa, yani lazima sunna inamtaka yeye inda firaghihi min as-salataini, iwe baada ya kumaliza kuswali swala mbili. Tuliona kwamba pale Arafa watu wanaingia baada ya kuswali swala, baada ya jua kupinduka, kwa maana dhuhuri na alasiri zinaswaliwa kwa pamoja, tunachanganya. Kwa hiyo adabu ya kwanza, inatakiwa mtu anayekwenda pale Arafa basi aingie pale baada ya kusha kuswali swala mbili, yani adhuhuri na alasiri, kwa kuzichanganya pamoja, ndio unaingia. Halafu pia wa an yakifa fi Arafati, lazima asimame kwenye viwanja vya Arafa, asije akafikia nje ya sehemu ya Arafa. Hizo ni katika tena rakiban afdal, akienda pale katika hali ya kuwa amepanda mnyama ni bora zaidi, afikie kwenye viwanja vya Arafa, asije akakaa nje ya Arafa. Wa an yakifa inda sakharati, na pia asimame pale mbele ya yale mawe au majabali. Tuliona Mtume alisimama kwenye majabali pale, kuna dua pale, kunaomba inda mawqifi, pale sehemu ya kusimamia au ya kufikia Arafa, inda mawqifi nabii, yani kwenye ile sehemu ambayo alisimama Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wewe ni sunna ukasimame pale, au kariba min, au simame sehemu karibu na sehemu ile aliyosimama. Lakini pia jingine linalopatikana kwenye hadithi, wa an yakifa mustakbila al-qibla, asimame pale kwenye msakharati akiwa ameelekea kibla. Wa an yabqa fil mawqifi, na abakie pale katika kisimamo cha Arafa hatta taghrub ash-shamsu, mpaka jua lizame mwezi 9. Hayo tumeona ile hadithi nikwambia, hayo tumealikaa pale mpaka jua lilipozama, inda ghurubi shams, mpaka jua, hatta taghrub shams, mpaka jua lizame. Wa yakunu fi wuqufihi, na anatakiwa awe katika usimamaji wake pale Arafa da'iyan lillahi azza wa jalla, awe ni mwenye kumuomba Allah mwenye nguvu aliyetukuka. Tena rafi'an yadayhi, anyanyue mikono yake ila sadrihi, mpaka kifuani kwake, aombe mikono inyanyuke mpaka kifuani. Wa an yadfa ba'da tahaqquqi ghurubi shamsi, wa an yadfa, na aondoke pale Arafa mwezi 9 baada tahaqquqi ghurubi shamsi, baada ya kuhakikika uzamaji wa jua. Uhakikishe jua limezama mwezi 9, ndio unaondoka Arafa. Safari hiyo ukiondoka wapi? Unaenda Muzdalifa, Naam, hakikisha jua limezama ndio unaondoka pale, lakini huswali magharibi pale. Tena uondoke pale bisakina, uondoke kwa upole kabisa. Wa yaamuru nasa biha, na pia awaamrishe watu kufanya kuondoka kwa upole.
in kana mutaan, ikiwa yeye ni kiongozi anatii, basi wale anaoongoza pia waambie jamani, tuondokeni kwa utulivu. Fa idha ata al-Muzdalifa, akifika Muzdalifa usiku ule wa mwezi 9 wa mwezi 10 tena na kuamkia mwezi 10, akifika Muzdalifa nazala pale, inabidi ashuke alale pale siku ile mwezi 9, wanalalia pale. Wa salla al-maghrib al-isha, na anasali magharibi na isha pale Muzdalifa, anazichanganya nazo. Aliondoka Arafa tayari magharibi, jua limezama, lakini haswali pale, anakwenda kuswalia magharibi katika sehemu za Muzdalifa, anaswali magharibi na isha pa jama'an, anazichanganya bi adhanin wahidin, wa adhana moja, wa ikamataini, na ikama mbili. Maana yake utaadhini tu mara moja, lakini kukimu kila sala umekimu. Duna an yatatawwa bainahuma shay'an, basi na kuswali sunna baina ya swala mbili hizo chochote, hakuna kuamlia wala baadia. Fika unaadhini swali magharibi, na pakishadhiniwa hakuna kablia magharibi, swali magharibi, na ukimaliza swali magharibi hakuna baadia, unakimu unaswali isha. Duna an yatatawwa, basi na kuswali sunna bainahuma, kati ya sala mbili hizo, shay'an, kuswali sunna yote mina salawati, katika sala. Wa hadha aljamu, na huu uchanganyaji wa sala pale Muzdalifa, muttafaqun alayhi, jambo hilo wameafikiana baina ulamai, kati ya wanazuoni wote wanakubaliana kwamba pale Muzdalifa unatakiwa uchanganye sala. Wa innama, lakini si vinginevyo, ikhtalafu fi sababihi, maulama wamekuja kutafautiana katika kutaja sababu inawapelekea kule Arafa wamechanganya dhuhur na alasiri, na Muzdalifa wanachanganya. Sababu ya kuchanganya ni nini? Hiyo sababu ndio wamekhtalifiana. Fakila, wapo ambao inasemekana wanasema innahu nuskun, wengine wanasema kwamba kule kuchanganya sala pale Arafa dhuhur na alasiri na magharibi na isha kule Muzdalifa ni nusku, ni ibada katika ibada za hija kwa siku ile, ni katika nusuki al-haji, yani ni katika ibada za hija pia, kwamba hija ndio inakutaka uchanganye, kama si hija uchanganye. Kwa wengine wakasema sababu ni ile hija, kwamba ni miongoni mwa ibada, ni nusuku ile. Wakila, na imesemekana wengine wakasema ile kuchanganya sala sio kama ni ibada katika ibada za hija, bali li annahum musafiruna. Wengine wakasema sababu ya kuchanganya ni wasafiri, wale ni safari, kwamba watu wametoka huko walikotoka, ni wasafiri, kwa wanachanganya kwa sababu ya safari. Ai safar, yani ni kwa sababu ya usafiri. Huwa al-illa, ndiyo sababu limashru'iyyati al-jam'i, iliyowekewa sheria ya kuchanganya sala. Wa minas sunani, na miongoni mwa sunna vile vile zinazopatikana kwenye hadithi tuliyoisoma, almabitu bi Muzdalifa, kulala Muzdalifa siku ile ya mwezi 9 kuamkia 10. Umetoka kule Arafa jioni baada ya jua kuzama, unakwenda kuswalia Muzdalifa magharibi na isha, unalala Muzdalifa siku ile. Wa huwa mujammaun ala annahu nusuk, hii ya kulala Muzdalifa wamekubaliana maulama wote kwamba hii ni miongoni mwa nusuki, yani ni ibada katika ibada za hija. Wa innama ikhtalafu, ndio, lakini wamekuja kukhtalifiana maulama fi kaunihi, katika kuwa kwake, ai almabitu, yani huko kulala pale Muzdalifa, je wajiban au sunna? Hapo ndio ikhtilafu, lakini wote wamekubaliana kwamba kulala Muzdalifa usiku wa mwezi 9 kuamkia mwezi 10 ni ibada katika ibada za hija. Sasa je, ni sunna, ni wajibu? Hapo ndio kuna khilafu. Wa mina sunna, na miongoni mwa sunna vile vile zipatikanazo kwenye hadithi iliyoisoma, an yusalli as-subhu, kwamba mtu anatakiwa an yusalli as-subhu, aswali mtu asubuhi fil Muzdalifa, pale Muzdalifa. Maana yake unalala pale Muzdalifa siku ile mwezi 9 kuamkia 10, unaswalia magharibi pale na isha unachanganya, unalala pale, na asubuhi tayari mwezi 10 inaswaliwa pale Muzdalifa. Sawa, thumma yadfa anha, kisha ataondoka Muzdalifa baada dhalika, baada ya kuswali asubuhi. Fayati al-mash'ar al-haram, atakuja katika sehemu inaitwa mash'ar al-haram mwezi 10 sasa hivi.
toka Muzdalifa anakuja pale Mash'ar al-Harami. Akifika Mash'ar al-Harami, fayakifu bihi, atasimama pale Mash'ar al-Haram kidogo, wayadu, na pale kisimamo chake atakuwa anaomba dua. Tena unaomba dua gani utajua mwenyewe, hakuna dua maalumu kwamba ni hii. Sawa, kwenda ukiomba kheri utajua wewe. Walukufu indahu min almanasiki, na huku kitendo cha kusimama pale inda Mash'ar al-Haram, yani indahu, yani kwenye Mash'ar al-Harami, hii vile vile min almanasiki, ni katika ibada ya hija, kwa unatakiwa usimame pale Mash'ar al-Haram uombe kwanza, ni katika nusuki vile vile. Thumma yadfa'u minhu, kisha ataondoka pale kwenye Mash'ar al-Harami inda isfari al-fajri, baada au pale inapopambazuka alfajiri, tena isfaran baligha, upambazukaji uliokuwa mkubwa. Yani uliposwali alfajiri Muzdalifa, baada ya kuswali unaondoka Muzdalifa unakwenda Mash'ar al-Haram, unasimama pale. Tukisema kusema sio lazima dede, maanake unasimama katika safari yako, unamuomba Allah pale. Ukishamuomba Allah pale, mpaka unasubiri pale mpaka kupambazuke sana. Mwezi 10 huo, sio wawapi, lakini utajua wewe wawapi huko 10 yenyewe. Kukishapambazuka mwezi 10, fayaati batna muhassari, atakuja kwenye bonde linaitwa Muhassari, bonde la majuto. Hili limeitwa bonde Muhassari kwa sababu ni sehemu ambayo pale walipopigwa mawe ashabul fil. Utakuja kwenye batni Muhassari. Ikifika mtu pale, akifika, fayusra'u sayru fihi, akimbilie, aharakishe mwendo katika bonde lile. Mtume alipofika pale aliharakisha kidogo, lipita haraka haraka. Kwa na wewe ukifika pale kwenye bonde lile unataka upite kwa mbio kidogo, harakishe mwendo wako. Kwa nini? Li'annahu mahallu ghadabullah, kwa sababu batni al-Muhassari ni sehemu ya ghadhab za Allah, kwa sababu aliwaghadhibikia wale Abraha walipokwenda kuvunja Kaaba pale, ndio waliwaadhibu, walipigwa pale ile. Fa arsala alaihim tayran ababila tarmi bihijaratin, ilikuwa ni katika batni al-Muhassar. Ni sehemu ya ghadhabu ya Allah, kwamba Allah alishusha ghadhabu yake, na inavyotakiwa pahala ambapo Allah shusha ghadhabu, wewe ukipita usipite kidogo kidogo, pita nduki, vijana wanasema. Kwa hiyo pale tutaka uharakisha mwendo, kwa sababu ni sehemu ya ghadhabullah fihi ala ashabil fil, aliwaghadhibikia watu wa tembo. Kwa hiyo fala yambaghi al-anatu fihi, haitakikani kuringaringa pale, kusubiri subiri, unapita kwanza unasimama simama, hakuna kusubiri pale, tita nduki. Wala al-baqa fihi, wala haitakikani kubakia pale pale, upite uende zako. Fa idha ata al-jamra, kwa hiyo safari hiyo wapi sasa? Safari hiyo walipotoka Mash'ar al-Haram wanapita katika wadi Musahara, batni Musahari. Safari hii watu wanakwenda kwenye jamarati, kupiga jamarati. Mwezi 10 huo ndio unapiga jamarati, umekucha mchana wake asubuhi, Kwa hiyo hapo anasema fa idha ata al-jamra, akifika kwenye jamratu, wa hiya jamratul aqaba, nile jamratul aqaba, nazala, atashuka bi batni alwadi, kule kwenye tumbo la bonde la lile bonde, batni alwadi kule katikati ya bonde kule, anashukia kule. Waramaha, alafu analirembea hilo jamratul aqaba bisabi hasayati, kwa vijiwe 7. Unaporembea unakalia kule bondeni, alafu ndio unarushia hivi. Sawa jamani? Kullu hasatin, na kila kijiwe, kahabati albaqala'i, ni kama nafaka ya harage. Albaqala kama harage vile, ai full, yani full, maharage. Usitafute bonge la jiwe sema hapa nampiga ibilisi nataka nimtoe meno, kuja piga watu kule. Jiwe kidogo tu kama vile harage tu, na ukota hivyo unarusha. Ai alfaul, kama fuli vile, kama harage. Tena yukabbiru ma kulli hasatin, anatoa takbira pamoja na kila kijiwe. Kila kijiwe unarusha na takbira, Allahu akbar.
thumma yansarifu, kisha ataondoka hapo kwenye jamratul aqaba. Baada dhalika, baada ya hapo wapi? Ila nahari, anakwenda kuchinja. Maana yake anakwenda Mina, anakwenda kuchinja. Tatoka pale kwenye jamratul aqaba, baada ya kurembea jamra, anakwenda nahari, anakwenda kuchinja. Fayanharu, akifika kule kwenye kuchinja atachinja Mina hiyo, anachinja. Lakini leo huchinji wewe, sio kama wanakwenda watu, sina uhakika. Watu wanachinjiwa na zile taasisi za yule muhusika mkuu wa ile taasisi, ndio anakwenda kule kuhakikisha kwamba watu wake wafanyaje, wamechinjiwa. Kwa hiyo atachinja inkana indahu hadiyun, kama alikuwa naye mnyama wa kuchinja atachinja pale katika seminari. Akishachinja thumma yahliku, kisha atatakiwa kunyoa nywele zake baada naharihi, baada ya kuchinja kwake. Kisha kuchinja ndo unanyoa au kupunguza. Thumma yarji ila Makkah, kisha akishanyoa atarudi Makkah. Tarudi Makkah. Akifika Makkah anafanyaje? Fayatufu tawafu al-ifadha, anakwenda kutufu tawafu al-ifadha. Inaita pale mwanzo alitufu tawafu al-qudumi, ile ya mwanzo ya kufikia. Hii tawafu al-ifadha ambayo ukitufu hii ifadha, sasa unahalalikiwa na mambo yote yale ambayo yalikuwa haram kwako, yameharamishwa na ihram. Ukifanya tawafu al-ifadha, basi tena shahalalikiwa. Hata kama ulichukua mke wako, mnaweza kwenda mjini kwenda mkatembea, majazi hiyo, lakini kutembea kwenye kusudio tawafu al-ifadha. Wa huwa alladhi, na hiyo ndiyo tawafu ambayo yuqalu lahu tawafu ziyara, inaitwa tawafu ya kutembea, tawafu ziyara. Wa min ba'dihi, na baada ya tawafu hiyo, ukishatufu hiyo, yahillu lahu, atahalalikiwa huyo aliyefanya tawafu al-ifadha kullama hurrima alayhi, kila ambacho kiliharamishwa kwake bil ihrami, kwa sababu ya ihram yake, itahalalika sasa. Hatta wata'u nisa, mpaka kufanya wat'i na wanawake. Hiyo lugha naona imefanywa tafsida, lakini pia ukiifasiri bado itakuwa tafsida hakuna. Wata'u nisa, kukanyaga, mpaka kukanyaga kina mama inahalalika. Maana yake iliharamika kukanyaga, tufahamiane majazi. Lugha ya vijana hiyo wanaitumia sana, kukanyaga. Wewe vipi unakaa nyagwa nini? Kuna mji unaitwa nyagwa au sio? Kwa inahalalika mpaka hilo. Watu wakishafanya tawafu al-ifadha, yale ambayo yalikuharamikia pale, sasa tayari na kwa ushafungua ihram yako, yahalalika. Mpaka kama mtu alikwenda na mke wake, wanaweza kujamiiana. Wa amma idha rama al-jamrat al-aqaba, ama akirembea jamrat al-aqaba tu, wa lam yatufu hadha at-tawaf, akawa hajatufu tawafu hii, fa innahu yahillu lahu kulli shay, atahalalikiwa na kila kitu, ma ada nisa, lakini mwanamke hajamhalalikia tawafu. Kama ulifanya kupiga jamrat al-aqaba, ukitoka pale ndio unakwenda kule kufanya tawafu. Sasa ulifiga jamara, lakini hujenda kufanya tawafu al-ifadha, hapa utahalalikiwa na mengine yote, lakini jambo la kujamiiana hili itakuwa bado, itakuwa halali. Hadha huwa hadi Rasulillah sallallahu, huu ndio uongozi wa mtume sallama fi hijjihi, katika hija yake alihiji. Walati bihi, na atakayekuja pale kwenye hija, muqtadim bihi, anatakiwa ajigeze kwake mtume sallallahu, afanye iktida ya kumfuata mtume alivyohiji mtume, ndio ukiji wewe sallallahu alaihi wasallam. Wa mumtathilun liqaulihi, na anatakiwa anayekwenda pale aifuate kauli yake mtume isemayo, khudhu anni manasikakum, igeni kwangu ibada zenu. Khudhu anni manasikakum, igeni kwangu ibada zenu.
aifuate kauli, maana yake uhiji kama alivyofanya Mtume. Wa hajjuhu sahihun, na hija yake Mtume ni sahihi kabisa, au huyu atakayeiga hija Mtume itakuwa sahihi hija yake. Wa ilayka tafsilun hadhihi al-a'mali, na nakuletea wewe ufafanuzi wa haya matendo. Wa ilaika, nakuletea wewe tafsilu, ufafanuzi hadhihi al-a'mali, ya matendo haya. Wa bayani ara'il ulamai, na kuweka wazi miono au misimamo ya wanavyuoni.